Taifa Stars inajiandaa kucheza mechi muhimu kesho ambayo ni katika hatua ya mtoano raundi ya 16 ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025. Mashindano makubwa ya soka barani Afrika yaliyoandaliwa na CAF na kufanyika nchini Morocco. Katika mechi hiyo, timu ya taifa itacheza dhidi ya mwenyeji Morocco katika uwanja wa Prince Moulay Abdellah Sport Complex, Rabat. Mchezo huu umepangwa kufanyika kesho Januari 4 mwaka 2026, ikiwa ni hatua ya mwisho kabla ya robo finali, baada ya Taifa Stars kufuzu hatua hii kwa mara ya kwanza katika historia yake ya AFCON. Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda pamoja na viongozi wa soka nchini wamekuwa wakitoa sapoti na pongezi kwa Taifa Stars kwa juhudi zao za kufuzu na kushiriki AFCON mwaka 2025. Akisisitiza umuhimu wa mchezo huu kwa taifa na kwamba timu imekuwa ikipata motisha kubwa kutokana na ushiriki huo muhimu. Pia katika hotuba mbalimbali, wizara imepongeza mafanikio ya timu ya taifa pamoja na ushiriki wa vilabu vya Tanzania kwenye mashindano ya CAF. Mechi ya tarehe 4 ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama fainali. Huku zote tulikuwa tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe 4 na Morocco ni fainali kwetu. Dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu, na ndio itakuwa habari ya dunia. Morocco imetolewa na Tanzania AFCON 25 nyumbani kwao. Hakuna story nyingine duniani inayotakiwa kwenda. Hakuna habari nyingine ambayo wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia, wala wachambuzi wa mipira kwenye viwanja vyote vya dunia hii, zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Morocco kwenye mashindano ya AFCON, tena nyumbani kwao. Haitajalisha nani amechukua kombe baada hapo. Yaani achukue kombe mtu yeyote, lakini story ni kwamba Tanzania ime knockout Morocco home ground. Uwezo huo mnao, sababu hizo mnazo, na nia ya kuandika hiyo historia mnayo, kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia ya kumknockout Morocco siku ya tarehe 4, na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana. Na niombe kupitia fursa hii, niwaombe wa Tanzania, mashabiki wa Morocco watajaa uwanjani, na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha, na uwanja ule unabeba watu sio chini ya 65,000. Tafasiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Morocco. Yawezekana sauti zetu za Watanzania kutoka kwa mle uwanjani zitakuwa chache, lakini mimi nakwambia na nakuomba uamini ya kwamba sauti za Watanzania zaidi ya milioni 60 zitakuwa na wewe uwanjani kwa kila sekunde unaokuwepo ndani ya mechi. Ziba masikio, ubakize kusikia kipenga na maelekezo kumwangalia kocha anachosema, lakini sauti yako au masikio yako yafungue usikie kelele za Watanzania ambao watakuwa kwenye vibanda, watakuwa kwenye mahoteli, watakuwa kwenye nyumba zao, watakuwa kwenye ofisi wakikuangalia wewe ukiliwakilisha na kulipigania taifa la Tanzania. Ukifanikiwa hivyo, maana yake zile vurugu hazitafanya nini? Sio mpaka kuna zile tochi zao zile za kupiga kwenye macho, unahangaika hivi, ukapigiwa kelele hiki, ukafikiri labda kuna faulo hapo, kuna watu wengine mpaka unasita kuchukua mpira. Lakini mimi nakuomba ndugu yangu, mchezaji wetu, shujaa wetu, mpambanaji wetu, mwenye nembo ya Tanzania, ziba masikio kwenye ule uwanja, fungua masikio kusikiza Watanzania ambao watakuwa pamoja na wewe. Kwa upande wa historia, Tanzania imefuzu AFCON mara 4 tu tangu ilipoanza kushiriki, ikiwa ni pamoja na mwaka 1980, 2019, 2023 na sasa ni mwaka 2025. Na mara hii imeweza kufuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza. Hii inadhihirisha ukuaji wa soka nchini na uwezo wa Taifa Stars kushindana na timu kubwa za Afrika. Mimi ni Zaituni James Sigala, hii ni Jahazi TV.